Novemba 4 mwaka 1979, wanafunzi wa Kiislamu wenye itikadi kali nchini Iran waliwashikilia mateka wa Kimarekani zaidi ya 50 kwa zaidi ya mwaka mmoja, kitendo kilichotengeneza bifu kali. Hatimaye, baada ya miaka 46, miezi mitatu na siku 24, kiongozi mkuu wa Iran Ayatollah Ali Khamenei akakumbwa na ghadhabu kutoka magharibi. Faili hili ndani ya seva linajibu swali la msingi kwamba je, walifikaje hapo? Mfalme Reza Pahlavi aliingia madarakani mwaka 1925 na kukuta nchi yake Iran ina visima vingi vya mafuta, lakini nchi haifaidiki kwa sababu mtawala aliyemtangulia aliipa mkataba wa kuchimba mafuta kampuni ya Uingereza ambayo iliigawia Iran asilimia ndogo sana ya mapato. Mfalme au Shah Reza akaona huu ni unyonyaji, that is not fair. Basi akatangaza kuwa mkataba wa mwaka 1901 ulioipa Uingereza faida kubwa upitiwe upya. Hapo katikati hekaheka zikajitokeza, lakini hatimaye masharti yakaja kubadilishwa. Iran ikaanza kupata gawio linaloeleweka. Alichokifanya Reza ni kujitenga na Uingereza. Wakati huo huo akaunda urafiki na Ujerumani. Kwa hiyo wataalamu wengi wa Kijerumani walienda Iran kujenga reli, barabara na hata viwanda. Sasa wakati wa vita vya pili vya dunia, Uingereza pamoja na washirika wake hawakupenda ule ushikaji wa Irani na Ujerumani. Kwa hiyo wakamtuhumu Reza kuwa anashirikiana na Hitler wa Ujerumani ya Kinazi kufanya mambo maovu. Ilipofika mwaka 1941, Uingereza na Urusi wakaivamia rasmi Iran. Mfalme Reza akang'olewa madarakani. Mtoto wa Reza aitwaye Muhammad ndiye aliyemrithi baba yake mwaka 1941 akiwa na umri wa miaka 22 tu. Wakati huo hoja ya kutaifisha mafuta ya Iran ilitawala nchi nzima, na ishu ilikuwa ya moto, yani ilikuwa ukigusa tu vibaya unaondoka. Mfano ni mwaka 1951, waziri mkuu wa Iran wakati huo Ali Razmara alipinga kutaifishwa kwa mafuta. Alikuja kauawa na kikundi cha kidini. Mwaka huo huo 1951, bunge likamchagua Dr. Muhammad Mossadegh kuwa waziri mkuu. Wairani wengi wakafurahia, lakini nchi za magharibi hazikumpenda ujamaa. Ni kwa sababu alivyoshika tu madaraka, waziri mkuu huyu akataifisha viwanda vya mafuta vilivyokuwa vinamilikiwa na Waingereza, na kama itoshi akataka madaraka ya mfalme yapunguzwe. Akataka nchi iendeshwe kidemokrasia, ila mfalme atawale bila kuiongoza serikali. Hapo sasa uhasama kati ya mfalme na waziri mkuu ukawa ni mkubwa. Ilipofika mwaka 1953, mfalme Muhammad akishinikizwa na mashirika ya ujasusi ya Marekani CIA na MI6 ya Uingereza kwamba amfukuze kazi waziri mkuu wake. Hatimaye Agosti 15 au 16 mwaka huo, mfalme alitia saini amri ya kifalme ya kumfuta kazi waziri mkuu, na akampa barua Kanali Nematola Nasiri aipeleke kwa waziri mkuu. Huo anasema kwamba mjumbe hauawi, lakini barua ilipomfikia tu waziri mkuu Mossadegh akaikataa, na moja kwa moja akamweka ndani ule mjumbe, akidai kuwa mfalme hakuwa na mamlaka ya kisheria ya kumfuta kazi bila idhini ya bunge. Bwana, kilichotokea, kwa hofu ya kukamatwa, mfalme akakimbia nchi. Katika nyaraka zilizowekwa hadharani na CIA, yani declassified, CIA na MI6 walitumia mbinu ya kufadhili maandamano makubwa. Waliwahonga wanasiasa pamoja na maafisa wa jeshi ili kufanikisha Operesheni Ajax iliyolenga kumng'oa waziri mkuu Mossadegh, na ilifanikiwa. Baadaye akang'oka na mfalme Muhammad akarejea Iran. Baba yake Muhammad, yani mfalme Reza, alitaka mageuzi makubwa ya Iran, lakini huyu mtoto sasa ndio akataka mabadiliko makubwa kwa haraka zaidi. Mwaka 1963 akafanya kitu kinaitwa White Revolution, mapinduzi meupe, ambapo serikali ya Iran ilinunua ardhi kutoka kwa matajiri wakubwa na ikawagawia wakulima wadogo wadogo. Wananchi wengi sana wakafurahi.
wanawake walipewa haki ya kupiga kura pamoja na haki zingine. Viwanda vikaongezwa na hatimaye uchumi ulikuwa kwa kasi kutokana na faida inayotokana na mafuta. Marekani na Israeli walimpa Mfalme Muhammad silaha nyingi sana. Walimpa mafunzo ya kijeshi pamoja na msaada wa kiuchumi. Lakini pia Marekani na Israeli ndio waliomsaidia kuanzisha jeshi la polisi liitwalo SAVAK, polisi waliokuwa na kazi maalum ya kulinda utawala wa mfalme au shah. Na wakati huo Irani iliitambua Israeli tangu kuundwa kwake mwaka 1948. Na Irani ilikuwa inaiuzia mafuta Israeli, wakishirikiana pamoja katika ujasusi, mazoezi ya kijeshi na miradi ya kilimo. Na Israeli ilimuona Irani kama rafiki muhimu Mashariki ya Kati. Wakati Mfalme Muhammad anafanya hayo, wapinzani wake walimuona kama msaliti, walimuona katili, wakidai kuwa jeshi la polisi la SAVAK liliwatesa wapinzani, utajiri wa mafuta ulienda kwa wachache, na sera yake ya kutaka Iran iwe ya kisasa ilienda kinyume na utamaduni wa Kiislamu. Wapinzani wakashinikiza maandamano makubwa yaliyoanza mapema mwaka 1978, yakawa ni makubwa kiasi kwamba jeshi lilikataa kuwapiga raia. Mfalme Muhammad akazidiwa nguvu, akakimbia, na hatimaye Ruhollah Khomeini akaongoza mapinduzi ya Kiislamu ya mwaka 1979. Ayatollah Ruhollah Khomeini alikuwa mwanazuoni wa Kiislamu aliyempinga Shah tangu miaka ya 60, kitendo kilichomfanya awe anakimbia sana nchi yake kuhofia kuuawa. Hata maandamano makubwa yalipofanyika Iran kumtoa mfalme, Khomeini alikuwa mafichoni Ufaransa, ila alikuwa anaratibu maandamano akiwa huko ugenini. Alivyorudi Iran, watu wakamshangilia na hatimaye akawa kiongozi mkuu wa kwanza wa Jamhuri ya Kiislamu, na akatangaza moja kwa moja kuwa mataifa ya magharibi ikiwemo Israeli ni maadui wakubwa wa taifa hilo. Wafuasi wa Ayatollah Khomeini wakaichukulia kauli hiyo kwa uzito, kwani muda mfupi tu baada ya mapinduzi, Novemba 4 mwaka 1979, kikundi cha wanafunzi wa Kiislamu wenye msimamo mkali kilivamia ubalozi wa Marekani jijini Tehran na kuwashikilia mateka zaidi ya 50 raia wa Marekani kwa siku 444, wakishinikiza kwamba Marekani imrejeshe Iran Mfalme Mohammad Reza ili waweze kumwadhibu. Mahusiano kati ya Iran na Marekani yakaharibika. Wakati huo huo, mahusiano kati ya Iran na Israeli yakaenda na maji pia, kwani Khomeini aliwapa Wapalestina msaada wa kijeshi. Lakini kama haitoshi, Khomeini pia alidai kwamba mapinduzi ya Kiislamu yaliyotawaliwa na Waislamu wa Kishia yalipaswa kusambaa hadi nchi za jirani zenye Washia wengi ikiwemo Iraq. Akawataka sasa Washia waliopo Iraq nao waungane kumtoa Saddam Hussein. Saddam Hussein alipopata hiyo taarifa, akaona kitu cha muhimu cha kufanya ni kuivamia Iran. Mwaka 1980 Iraq ikaivamia Iran, vita iliyodumu kwa miaka 8. Na kwa kuwa adui yao alikuwa ni mmoja, Marekani ilikaa upande wa Saddam Hussein. Wakati huo Said Ali Khamenei alikuwa ndiye rais wa Iran. Khomeini alikuja kufa mwaka 1989 kwa ugonjwa. Baada ya kutawala kwa miaka 10, Ali Khamenei akamrithi na kuchukua nafasi ya kiongozi mkuu, akiwa na mamlaka makubwa zaidi kuliko Khomeini katika baadhi ya maeneo. Katika utawala wake uliokuwa umegubikwa na migogoro mingi, yalishuhudiwa maandamano makubwa yakiwemo yale yaliyotokea baada ya kifo cha Mahsa Amini. Sasa vipi kuhusu nyuklia? Mwaka 2015 Iran iliingia makubaliano na mataifa 6 yenye nguvu duniani ili kupunguza uzalishaji wa nyuklia. Marekani chini ya Obama, Uingereza, Ufaransa, Ujerumani, China, Urusi na waangalizi wa Umoja wa Ulaya walimwaga wino na kuipa masharti Iran kupunguza akiba yake ya madini ya uranium, wabaki na kilo 300 tu ambazo wangezitumia kutengeneza nishati ya kawaida. Lakini ilipofika mwaka 2018, Donald Trump alijitoa kwenye makubaliano hayo na akarudisha vikwazo kwa Iran, akidai kuwa Iran ilianza kimya kimya
kukiuka masharti ya mkataba na ikaanza mdogo mdogo kutengeneza silaha za nyuklia. Ilipofika mwaka 2025, Iran ilitangaza kujiondoa kwenye makubaliano hayo na ikasisitiza kuwa Iran haihitaji ruhusa kutoka kwa nchi yeyote inapotaka kutumia nyuklia kwa ajili ya maendeleo ya nchi. Mwaka 2026 ulivyoanza tu, Trump na Khamenei wakawa wanarushiana maneno kupitia mitandao ya kijamii. Watu wakawa wanasema, hebu tuone hii movie itafikia wapi. Hatimaye Februari 28 mwaka 2026 ikafika, historia ya Iran ikabadilishwa, kwani katikati ya operesheni Epic Fury ya Marekani na Israeli iliyomlenga Khamenei, shule ya wasichana ikalipuliwa na watoto wengi wakauawa, wazazi wakiwa wanawalilia malkia wao wa nguvu kwenye shule hiyo iliyo karibu na kambi ya jeshi la walinzi wa mapinduzi ya Kiislamu. Rais Donald Trump akatangaza kuwa operesheni hiyo ambayo ilikuwa na lengo la kuiangusha serikali ya Iran na kuleta amani Mashariki ya Kati imefanikiwa kupelekea kifo cha Khamenei aliyekuwa kwenye makazi yake jijini Tehran na kuhitimisha enzi yake miaka 36 kama kiongozi mkuu. Tangu mwaka 1925, viongozi wakuu wanne walioiongoza Iran wameonyesha jinsi gani taifa hilo lilivyotoka kuwa marafiki wa nchi za magharibi hadi kuwa maadui. Kupitia ujumbe wa video wa Februari 2026, Trump alirejea tukio la kutekwa kwa raia wa Marekani nchini Iran kama moja ya matukio yaliyoifanya Marekani ipange mipango ya kuangusha utawala wa Ayatollah, yeye akimuita Mula. Trump akasema kuwa kwa teknolojia walioitumia, akili mnemba, AI, Khamenei hakuwa na uwezo wowote wa kukikwepa kifo. Sasa ni teknolojia gani hiyo na ilitumikaje mpaka ikafanikiwa kumnasa kiongozi huyo aliyekuwa na nguvu Mashariki ya Kati? Faili linafuata.